Katika awamu hii ya ukumbi wa siasa, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Januari mwaka 2026, jina langu Elizabeth Mutunga. Kama nilivyokuahidi, tutakuwa tukizungumza na Saitabao Ole Kanchori aliyekuwa ajenti mkuu katika Azimio na kwa hayati Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kuhusiana na masuala mbalimbali, wakati ambapo cheche zinaendelea kuhusiana na wana ODM na zaidi kuhusu majukumu ya viongozi mbalimbali katika uchaguzi huo mwaka 2022, haswa pesa za kulipa maajenti wa muungano wa Azimio ulioongozwa na hayati Raila Odinga kama mwaniaji wa urais. Lakini je, ni kipi ambacho kilikwenda mrama? Wanachama wa ODM pia wanaonekana kugawanyika katika mtazamo wao na mwelekeo wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Baadhi yao wanashikilia kuwa chama hicho kinastahili kuwa na mgombea wa urais wa mwaka huo 2027 ambaye ni kinara wa chama hicho, Daktari Oburu Odinga, akisema kwamba atapeperusha bendera hiyo. Mkutano wa kamati kuu ya chama hicho Jumatatu, hata hivyo, uliafikia kumpa kinara huyo na mamlaka ya kuzungumza na chama cha UDA kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Haya na mengine mengi tunajadiliana hapa katika ukumbi wa siasa na Saitabao Ole Kanchori. Ninakukaribisha mara tena wakili, na nitaanza kwa kuuliza. Asante sana Liza, asante. Nitaanza kwa kuuliza, mwaka 2022 hayati Raila Odinga alishinda uchaguzi. Hapo ndio tutaanzia. Unaamini alishinda uchaguzi huo? Mimi wakati wote Liza, wajua nimezingatia ya kwamba uchaguzi wa mwaka wa 2022 haukuwa uchaguzi wa huru na haki. Kwa hivyo isipokuwa yaliyopita sindwele, msimamo wangu wakati wote kutoka wakati ule, kutoka tukiwa Bomas na baadaye, msimamo wangu umekuwa ule ule. Msimamo wa baba Raila Odinga wakati alikuwa hai akisema tufungue sava ulikuwa ule ule. Tumepata pia hata wiki jana tumepata information ya kwamba ile kampuni ambayo inatumika kutuma zile results IEBC, kampuni ya Smartmatic, imepatikana na dosari kule Marekani. Kwa hivyo uchaguzi huo nadhania hatuwezi kusema ulikuwa wa huru na wa haki. Uchaguzi ambao sio wa huru na wa haki hauwezi kuwa na mshindani wa haki. Huo ndo msimamo wangu. Wakati unasema uchaguzi huo haukuwa wa huru na haki, nitarejea katika cheche ambazo zimeshuhudiwa katika siku za hivi majuzi kuhusiana na kile ambacho kilitendeka. Nakumbuka katika kitabu chako unawataja watu 3, lakini wakati huu Junet Mohamed ameelekezewa kidole cha lawama na yeye katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna. Najua una mengi unayojua. Ni kipi kilikwenda mrama? Yale yaliyofanyika Liza, nadhania hatuna muda wa kusema, kwa manake ni mambo mengi. Kama ulivyosema, niliandika kitabu na kitabu hicho kiko na hakuna mtu ambaye amewahi kusema kitabu hicho kiko na kipengele yoyote ambayo sio kweli. Lakini ukweli ni kwamba, na uzuri wa ukweli ni kwamba ukweli huwa hauendi mahali. Wanasema ukweli huwa pengine saa nyingine unachelewa, lakini huwa unafika. Na lawama ilielekezwa kwa watu wengi, lakini kwa maoni yangu kutoka mwanzo kabisa nilisema ule mtu ambaye angechukua lawama kamili ni Mheshimiwa Junet Mohamed, ambaye ni mbunge wa Suna East na ambaye wakati huo alikuwa mtu wa karibu sana wa baba yetu Raila Odinga. Na nimeeleza kwa upana na kwa urefu yale ambayo yale ambayo yanafanya niseme ya kwamba yeye ndio ambaye anachukua lawama zaidi ya wote. Manake hata yale ambayo tungejaribu sisi kusaidia, yani ile uchaguzi isiende mrama, yeye alisimama na kuzuia mtu yoyote ule ambaye angeweza kufanya jambo lolote kusaidia. Kwa hivyo
Kwa maoni yangu Junet Mohamed, na nilishangaa sana wakati niliona wiki iliyopita wakati yako na ile nguvu hata na kiburi ya kuongea kuhusu mambo ya 2022. Ndio kwa sababu nilimweleza, na bado mimi namwambia tu mambo ya 2022 asijaribu kuongelea. Manake mambo hayo kuna mengi hata zaidi tunaweza sema, na hatutaki kuingilia mambo nyingine kwa sababu hata baba yetu hayuko na hatutaki kuingia ndani sana. Ila wakili kama agenti mkuu, kila mtu na kila Mkenya wakati ambapo anasikia haya mambo